Mashindano ya mpira wa miguu yanayohusisha timu 32, timu 16 kutoka jimbo la Korogwe mjini na timu 16 kutoka Korogwe vijijini yanayojulikana kama Njama Amani na Uzalendo Cup yamezinduliwa leo katika kata ya Kwa Mdolwa na mkuu wa wilaya Korogwe aliyekuwa mgeni rasmi. Kabla ya hotuba ya mgeni rasmi, mbunge wa jimbo la Korogwe mjini ambaye pia ni mfadhili wa ligi hiyo amesema kuwa michezo ni miongoni mwa vipaumbele vyake katika kutekeleza maendeleo ndani ya jimbo hilo. Timu 16 zinatoka katika jimbo letu la Korogwe mjini. Lakini pamoja na kuitwa Njama Amani na Maendeleo Cup, kombe hili na ligi hii imehusisha pia timu za jimbo la Korogwe vijijini, hasa zile zilizokuwa jirani na jimbo letu la Korogwe mjini. Kwa tuna timu nyingine 16 ambazo zinatoka katika jimbo la Korogwe vijijini. Malengo mahususi ya mashindano haya, moja ni kuanza kutekeleza ahadi zetu ambazo tulizitoa wakati wa kampeni. Tuliahidi kutengeneza matamasha mbalimbali kwa ajili ya kuwaleta pamoja wananchi na hususan vijana kwa ajili ya kufurahia, kuibua vipaji, lakini pia kutengeneza ajira zao, kwa sababu michezo pia ni ajira. Lengo letu na kuipa jina ligi hii kwamba ni Amani na Uzalendo ni kuhamasisha vijana wetu kwanza kuwa na wivu mkubwa kwa ajili ya taifa letu, kwa kuwa waliotangulia walikuwa na wivu wa taifa hili. Ndio maana sisi leo tunafurahia maisha katika taifa la Tanzania. Lakini pili ni kujaribu pia kutoa ujumbe kwao. Kwanza, nia dhabiti aliyokuwa nayo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kufikia ndoto za vijana. Lakini hatuwezi kwenda kufikia ndoto hizo pasipo kuacha nafasi kwa ajili ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali na viongozi wengine wote waliopata nafasi kupewa uhuru wa kufanya kazi vizuri. Maana yangu hapa ni kuhakikisha kwamba tunabakia tukiwa na amani ili kuweka mazingira mazuri ya kuhakikisha serikali inafanya kazi zake kwa ubora zaidi. Kwa upande wake, mgeni rasmi ambaye pia ni mkuu wa wilaya Korogwe amewataka wananchi kuendelea kudumisha mshikamano kwa ajili ya kuimarisha amani na upendo miongoni mwao. Jimbo la Korogwe mjini, kwanza mlituheshimisha sisi kama wilaya pamoja na mbunge wenu. Tulifanya uchaguzi wa amani siku ya tarehe 29. Baada ya kufanya uchaguzi, watu tuliendelea na shughuli zetu, pamoja na kwamba tulipata madhara ya vurugu katika maeneo mengine, lakini wilaya yetu ya Korogwe, ikiwemo halmashauri zote ya Korogwe mji na Korogwe vijijini, wote tulikuwa tuko salama, tuliendelea kuwa salama. Kwa hilo niwapongeze sana na niendelee kuwaomba dhamira ile ile ambayo tunayo, mshikamano ule ule ambao tunao, tuendelee kushikamana, kuishi kwa amani, kwa sababu amani ni tunu. Tukiishika amani, tukailinda, shughuli zetu zote za kiuchumi zitaendelea, na sisi ni ndugu wala hatuwezi kutengana. Kwa hiyo niwaombe, mambo yanayozunguka huko kwenye mitandao, watu wanahimiza sisi tugombane, kwamba tutoke tukatembee barabarani siku ya tarehe 9, siku ambayo ni siku yetu ya kumbukizi ya uhuru. Kwanza tutakuwa tujitendei haki. Aidha, DC Mwakilema amehimiza kwamba ahadi zilizotolewa na mbunge wa Korogwe mjini zipewe kipaumbele na wananchi ili kufanikisha malengo na kuimarisha uzalendo. Kwa ni waombe sana, sisi tusiwe sehemu ya watu ambao wanataka kuvunja amani katika wilaya yetu ya Korogwe, kwa wetu wa Tanga na kwa Tanzania nzima. Tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa na kupendana, na hatimaye tuweze kufanya shughuli zetu za kiuchumi
kama ambavyo Mheshimiwa mbunge alivyosema hapa, mojawapo katika ahadi zake ndani ya siku 100 ambazo zitaanza baada ya yeye kuapishwa, miongoni mwa ahadi zake ni kuunganisha vijana wote kuwa pamoja kupitia moja ya malengo yake michezo. Askofu Samuel Shemzigwa wa kanisa la EAGT Majengo Korogwe, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jukwaa la Amani na wadau wa michezo ikiwemo mwenyekiti wa UVCCM Korogwe mjini Daktari Moses Birumo na katibu wa chama cha mpira wa miguu wilaya Korogwe Mohamed Mgandi wamesema, na leo tuko katika mashindano haya, kubwa zaidi ni kuhamasisha amani. Amani ya Tanzania ni ya muhimu sana katika nchi yetu ya Tanzania. Tumezaliwa tumeikuta amani, na amani ni ya muhimu. Na tumeshajifunza kwenye nchi za wenzetu kama Kongo na nchi nyingine kwamba amani ilipovunjika tayari changamoto zimeonekana. Kwa mimi nihamasishe vijana kwamba haki yao na amani yao iko mikononi mwao, kwamba kile wanachokihitaji kwa ajili ya nchi yao wana nafasi ya kuona wanaohusika viongozi kuhakikisha kwamba wanapeleka hoja zao na changamoto zao ili ziweze kutatuliwa. Vijana wenzangu, nataka niwaambie kitu kimoja. Nchi yetu ya Tanzania haihitaji ukombozi tena. Nchi yetu ya Tanzania ilishakombolewa miaka 60 iliyopita. Sasa hivi tunachotakiwa ni kuendelea kutunza amani ya nchi yetu ya Tanzania katika kuhakikisha kwamba sisi vijana tunafanya kazi ya maendeleo na kushirikiana na serikali yetu kuipa nguvu, lakini pia kuiombea, na ili nchi yetu ya Tanzania isiweze kwenda kukumbwa na janga lolote ambalo linaenda kusababisha kutoweka kwa amani yetu. Ninafahamu ndugu zangu, vijana wenzangu wengi, tunajua mna smartphone, mnaangalia taarifa habari, mnaona mambo ambayo tunayaona katika mitandao, hasa katika mikoa mingi mikubwa ambayo imekumbwa na machafuko tarehe 29 Oktoba katika kipindi cha uchaguzi. Nataka niwaambie ndugu zangu, amani ya nchi yetu ya Tanzania sisi tunayo mikononi mwetu. Hakuna mtu yeyote ambaye atakuja kutusaidia kulinda amani ya nchi yetu ya Tanzania kama sio sisi vijana wa Tanzania. Mashindano yetu yanashirikisha timu 30 kutoka vijijini na mjini. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Njama, mashindano haya kama mlivyoona leo ndio siku rasmi tarehe 1 yanakuwa kuzinduliwa hapa. Lakini mashindano haya yana timu 30 kama nilivyokueleza. Nacheza zoni katika viwanja viwili. Kiwanja cha awali ni kiwanja cha Kwambewa kama mnavyoona Usiwani, lakini kiwanja cha pili ni kiwanja cha Udikorogwe, ambao mategemeo yetu kwenye ligi hii itachukua kiasi cha mwezi mmoja na siku 10 kuingia quarter final na finali. Lakini mategemeo ya ushindi ya ligi hii, mshindi wa kwanza anakwenda kupata bajaji ya milioni 3 yenye thamani ya milioni 12, na mshindi wa pili anakwenda kupata pikipiki yenye thamani ya milioni 3, na mshindi wa tatu anakwenda kujichagulia ng'ombe mnyama yenye thamani ya milioni 2.5. Awali yote tunashukuru kwa sababu kama mnavyoelewa nchi yetu sasa hivi tunapoelekea. Kwa hiyo tumekuja kwenye adhimisho ya mashindano haya kwa ajili ya kuwezesha vijana kwenda katika amani na uzalendo hapa. Uzinduzi wa mashindano haya umeonekana kuwa chachu ya kuimarisha umoja na mshikamano katika jamii ya Korogwe, huku viongozi na wananchi wakionyesha dhamira ya pamoja ya kuendeleza michezo na kukuza vipaji. Mashindano haya yanatarajiwa si tu kuibua wachezaji wenye uwezo, bali pia kuimarisha misingi ya amani, uzalendo na mshikamano katika wilaya ya Korogwe.